nitainua macho yangu, anzia hapa juu, niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Huyu ni Daudi anasema, msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana akuletee msaada. Bwana awe msaada wako leo. Haleluya. There is divine help. Uko msaada wa kiungu na kutegemezwa kiungu, support. Yeah. Haleluya. Andiko la pili, Kumbukumbu la anasema Kumbukumbu la Torati 33:27. Haraka. Kumbukumbu la Torati 33:27. Kumbukumbu la Torati sura ya 33 mstari wa 27. Rudia tena. Mungu wa milele ndiye makazi yako, na mikono ya milele i chini yako, na mbele yako amemsukumia mbali adui, akasema angamiza. Mungu wa milele ndiye makazi yako, amen, na mikono yake ya milele i chini yako, na mikono ya milele i chini yako, na mbele yako amemsukumia mbali adui. Adui zako wasukumiwe mbali. Haleluya. Ndani ya neema ya Mungu adui zetu wanafanyaje? Wanasukumiwa mbali. Iwe hivyo kwako kwa jina la Yesu. They are pushed far. Wawe pushed far from you kwa jina la Yesu. Kama nazungumza na wewe, mpe Yesu makofi. There is divine help. Ndani ya neema ya Mungu uko msaada. Ndio maana ukiwa kwa Mungu uhitaji ndio maana siku zote nawaambia align. Mlingane nani? Mlingane nani? Mungu. Unaja kwamba adui zetu, adui zangu, adui zetu, adui zangu, utaenda mwilini. Wanasukumiwa mbali kwa mkono na chanda cha nani? Kwa kimifumo, kwa mifumo ya Mungu, through God system. Iwe fungu lako kwa jina la Yesu. Haleluya. Nasema haleluya, wasukumiwe mbali. Amen. Akasema angamiza, na wanaangamizwa. Anaambiwa malaika angamiza. Shangaa tu mtu alikukalia vibaya, ghafla siku hizi haonekani, ashafukuzwa. Wanaangamizwa. Wako wengi wanaangamizwa bila wewe hata kujua. Ndani ya neema ya Mungu. Haleluya. Baraka ya tatu, empowerment for victory. Ukuwezeshwa kushinda. Kuna uwezesho wa kushinda. Ushindi unapatikana ndani ya neema ya Mungu. Empowerment for victory. Uwezesho wa kuwa mshindi. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye Kristo aliyetupenda, na Kristo ndiye neema ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Empowerment for victory. Yakobo sura 4 mstari wa 6. Yakobo sura 4 mstari wa 6, andika. Yakobo sura 4 mstari wa 6, andika hilo andiko muhimu sana. Yakobo sura 4 mstari wa 6. Ndani ya neema ya Mungu kuna uwezesho wa kushinda. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Hey. Hebu sikia, kuna kitu very powerful hapa. Tunaongelea pointi ya kuwezeshwa kushinda, empowerment for victory. Inawezekana uko kwenye vita, ushindi kwako ni hakika kwa sababu neema ya Mungu iko na wewe. Anasema Yakobo sura 4 mstari wa 6, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Neema iliyozidi, sio pungufu. Ndio maana nilisema neema ya Mungu haipungui. Amina. Ukiona mahali panapungua, sio kwamba neema imefanyaje? Imepungua. Tumejaliwa neema iliyozidi. Mwambie yako iko neema iliyozidi kwenye maisha yako. Mungu huwa hatoi kinacholingana na mahitaji yako. Always huwa anazidi mahitaji yetu. Tumepewa neema iliyozidi. Alafu anasema hutujalia. Kwa hiyo usema Mungu huwapinga wajikuzao. Mungu huwapinga wajikuzao. Adui wa pili wa neema ya Mungu ni nini? Kujikuza.
au neno zuri kabisa, wenye akili ya Mungu, neno zuri kabisa ni nini? Au kiburi. Jipigeni makofi, mna akili. Kwa hiyo ukitaka neema ya Mungu, usione msaada wa Mungu, hata kama uko na Mungu, ruhusu nini? Ruhusu nini? Kiburi. Jikuze, jiinue, jione wewe sasa ndio babu kubwa. Mungu anafanyaje? Ananyamaza. Haleluya. Anasema huwapinga wajikuzao. Sasa ukianza kujikuza, badala ya Mungu kukusaidia kwa neema yake, badala ya neema ya Mungu kukusaidia, neema hiyo hiyo ya Mungu inageuka, inaanza kukupinga. Sijui unanielewa? Sijui hivi kulikuwa na kitu unakunywa ili iwe dawa, alafu inageuka, badala ya kutibu inakuwa Amina. Haitakuwa hivyo kwako kwa jina la Yesu. Anasema wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Namna ya pili, nisikilize, nimesema hii unakuwaga niseme, naunganisha nakukupa maarifa. Namna ya pili ya kuaccess neema ni nini? Attitude ya moyo ambayo inaitwa nini? Unyenyekevu. Unyenyekevu una draw. Hata kama Mungu mtu mnyenyekevu ana draw msaada wa nani? Wa Mungu. Kuinuliwa na nani? Na Mungu. Neema ya nani? Ya Mungu. Bwana akupe unyenyekevu. Sasa Baba, katika jina la Yesu, naomba nifanye kuwa mnyenyekevu. Niondolee kiburi. Maana wewe unawapinga wanaojikuza, bali uwapa neema wanyenyekevu. Mpe Yesu makofi, mshangilie Roho Mtakatifu. Wapinga wenye kiburi. Pinga wenye kiburi. Kitu unachotakiwa kupigana nacho maisha yako yote ni kiburi. Haleluya. Kiburi au kujikuza. Bwana asifiwe sana. Ile kwamba mimi bila mimi naweza. Nitakuja kukuambia kiburi kinavyo. Unajua hapa sasa hivi nikisema kiburi, kila mtu anaona hana kiburi hapa. Mwambie jana una kiburi una. Mwambie wewe una kiburi, mwambie una kiburi. Utaona angalia alivyokuangalia. Yaani mimi nina kiburi, mimi nilivyo mnyenyekevu hivi. Una kiburi. Amen. Ndio maana umetendewa mambo mengi, hata kushukuru umeshindwa kushukuru asubuhi ya leo. Wewe unafikiri hicho ni nini? Unafikiri hicho ni nini? Unafikiri kiburi utakutana nacho kimevaa suti? Kwamba mimi ndo kiburi, mimi ndo roho ya kiburi, nipinge. Mimi ndo roho ya kiburi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wafilipi 4:13 malizia, na yaweza mambo yote. Wafilipi sura 4 mstari wa 13. Andika hilo, Wafilipi 4:13. Anasema na yaweza mambo yote katika yeye. Na yaweza mambo yote, ila katika yeye, maana yake in his grace, kwa neema yake. Neema yake ikiwa maishani mwangu inaniwezesha kufanya mambo yote nayopaswa kufanya. Nafikiri ngoja niongezee hapa. Ngoja nikwambie hapa, nataka niwasaidie watu. Kuna watu wanafikiri hilo andiko na yaweza mambo yote. Wafilipi sura, ngoja nikusaidie. Ni Wafilipi, kuna mtu anaitafuta. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Nisikilize. Kuweza mambo yote sio kuweza kila kitu. Kuweza mambo yote sio kuweza kila. Nisikilize. Ninayaweza mambo yote. Nisikilize. Unaweza kuendesha ndege hapa sasa hivi. Una nguvu za Mungu. Neema ya Mungu iko kwa maisha yako haiko. Ipo. Unaweza kuendesha, unaweza kufanyia operation mtu sasa hivi na asife. Kuweza mambo yote sio kuweza kila kitu. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Yale ninayopaswa kufanyaje? Kuyafanya kwenye neema ya Mungu. Iko kuweza mambo yote. Pokea neema kwa jina la Yesu. Ni neema. Ukiwa kwenye neema unaweza yote ambayo Mungu amewahi kukuambia. Na mimi ninatamka kwa neema ya Mungu, yote ambayo Mungu amewahi kukuambia, amewahi kukuongoza, anza kuyatenda. Chukua ujasiri. Kwa sababu neema ipo kukuwezesha yote, sio kila kitu. Nishakufafanulia. Mpe Yesu makofi. Inuka, inuka, acha kukaa, acha kulala. Bwana asifiwe sana.
Neema inatuwezesha kufanya mambo yote. Ndio maana uko hapa, hata kama Mungu anakuambia utajenga anakuonyesha utajenga labda mji au utajenga sijui kitu gani, ukiangalia uhalisia unakata. Acha kumwamini Mungu kulingana na uhalisia wako. Acha kumpunguza Mungu kulingana na unayoyapitia. Haleluya! Tembea kwenye imani ya Mungu. Neema ya Mungu inamwezesha mtu kuyatenda mambo yote ambayo Mungu anamtaka kuyatenda. Pokea neema kwa jina la Yesu. Neema inamwezesha yote. Haleluya! Acha kuangalia Mungu kibinadamu. Ndio maana hapa tunatamka mambo makubwa. Huwa nikitamka mambo makubwa sitamki kwa kuangalia benki akaunti zenu. Haleluya! Au kuangalia, no. Natamka kwa kile anachoniambia. Amina. Namwamini kwa vile yeye alivyo. Haleluya! Na nachukua hatua amina katika uwezesho wake. Amen. Bila kuwa na majibu ya kila swali. Nayaweza mambo yote katika yeye. Malizieni. Neema ya Bwana ya kutushindia. Mpigie Yesu makofi. Empowerment for victory. Amen. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako.